kuombea mahusiano kati ya mtu na Mungu, mahusiano yake binafsi. Natamani tupate nafasi tusome neno, alafu tutaingia kwenye maombi. Na neno ambalo Mungu ametupa, tutaenda na kitabu cha Joshua mlango wa 3 mstari wa 17. Joshua mlango wa 3 mstari wa 17. Joshua mlango wa 3 mstari wa 17. Tutaenda na kitabu cha Joshua mlango wa 3 mstari wa 17 na ninasoma kama ilivyoandikwa. Anasema, nao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara pakavu katikati ya Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nirudie tena. Anasema nao makuhani wakasimama katika nchi kavu, lakini walikuwa wamelichukua lile sanduku. Unaona, anazungumza habari za makuhani kulichukua sanduku la Bwana. Nataka uone kitu cha tofauti. Kwa nini nazungumza hiki? Lazima kuwepo na makuhani watakaosimama kwa ajili ya kuhakikisha sanduku la Bwana la agano linavuka katika kivuko hicho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengine pia wamekuwa wanatamani kwamba angesema kwamba natamani ninapovuka mwezi nivuke na nguvu za Mungu, nivuke na kitu cha Mungu. Lakini wengi sana wanavuka kifalme kuliko kikuhani. Najua unajiuliza swali, kwa nini nimesema wanavuka kifalme kuliko kikuhani? Lakini hapa tunasoma katika kitabu cha Joshua, anasema hao makuhani waliolichukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katika Yordani. Israeli wote wakavuka katika nchi kavu, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaona kwenye mstari wa 17 anasema makuhani ndio waliopewa dhamana ya kusimama katikati ya Yordani. Maana yake katikati ya Yordani kulikuwa na nguvu, kulikuwa na siri. Hawezi kusimama kila mtu, lazima asimame kuhani. Ndio maana wakawasimamisha makuhani. Kwa nini walikuwa wanawasimamisha makuhani? Makuhani walipokuwa wanasimama, makuhani walikuwa wamebeba sanduku la agano la Bwana. Na nataka uone kwamba ukishakuwa kuhani, maana yake Mungu katika nyakati hizi, sisi ambao tumekombolewa na Yesu, tumeokolewa na Yesu, nyakati hizi sisi sanduku la agano la Bwana tunalibeba kwenye mioyo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 10, anazungumza habari za ufalme na ukuhani. Na hapa nimezungumza na wewe kwamba hawa makuhani ndio waliosimama katikati ya Yordani. Lakini mahali pa kupigana vita, lakini ni ya kiroho, ili lazima makuhani wasimame. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vita ya kiroho, sio vita tu ya katika mwili tu. Ndio maana ukisoma katika hii kitabu anasema waliposimama katikati ya Yordani, yale maji yakatawanyika. Manake nguvu za Yeriko na mataifa mbalimbali zilikuwa zimefungwa kwenye maji, ziko katikati ya mto. Kwa hiyo waliposimama pale manake wakaenda kupigana vita kiroho. Na ndio maana ndani mwao, kwa sababu walikuwa wamebeba sanduku la agano. Lile sanduku la agano la Bwana, manake walikuwa wamebeba nguvu za Mungu ziko ndani yao. Wamebeba uwepo wa Mungu ulikuwepo na walikuwa nao. Kwa hiyo walikuwa wamesimama pale wakiwa na uhakika na uwepo wa Mungu. Hakutaka wavuke katika hali ya kivita, alitaka wavuke katika hali ya kiroho. Na hali ya kiroho yote ya kuvuka huwa inahitaji utulivu na usikivu, lakini na masikio ya ndani na macho ya ndani, macho ya rohoni. Kwa maana ya kwamba lazima ujue nguvu za giza zimetegwa wapi kuna mitego, wapi ambapo kuna uharibifu ambao unazuia watu wasivuke kwenda ng'ambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona katika kitabu hiki cha Joshua kuna mahali ambapo Mungu alipokuwa anamwambia Joshua, alikuwa anajua kabisa kuna mahali pana nguvu za giza ziko wapi. Na Joshua yeye alikuwa ni kiongozi, hakwenda kusimama pale kama katika nafasi yake ya uongozi, kwa mimi ni kiongozi lazima nisimame katikati. Walienda kusimama makuhani. Kwa nini? Kwa sababu ile hali ilikuwa inahitaji kuhani kusimama katika hali ya kuvuka kutoka ng'ambo hii kwenda ng'ambo hii, ilikuwa inahitaji kuhani. Kumbe kuna mahali pengine
Sio tu kuhani kwenda ngambo hii na kwenda ngambo hii, kunahitaji nafasi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hii katika nafasi hii nafasi ya kikuhani, na kuhani ndio ambaye anaweza kuhakikisha watu wavuke au wasivuke. Jinsi atakavyotoa nafasi ya kumsikiliza Mungu, jinsi atakavyotoa nafasi ya kufuata maelekezo ya Mungu, ndio atakayesababisha watu wavuke. Kama hawa makuhani wasingefuata maelekezo ya Mungu, maana yake ni rahisi sana wana wa Israeli wasingevuka Yordani na maji ya Yordani yangeendelea kupita kama kawaida. Lakini walifuata maelekezo ya Mungu makuhani. Ndio maana Mungu alipokuwa anaongea na Joshua alikuwa anapewa plani, lakini sio yeye mtendaji. Mtendaji wa ile plani katika hali ya kiroho ilikuwa ni makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema wote wakavuka, na walisimama katikati ya mto Yordani, kwa sababu huko ndiko ambako kunaweza kukaruhusu Mungu apate heshima au asipate heshima. Kwa hiyo watu wengi wakati wanatoka kwenye challenge au wanatoka kwenye tatizo au wanatoka kwenda kuvuka upande wa pili, Mungu anaweza akainuliwa na wakati mwingine Mungu anaweza akadharauliwa. Sasa tunaona wana wa Israeli, Joshua alitoa nafasi ya Mungu kupata heshima. Ndio maana Biblia inasema hivi, ukisoma huko mbele anasema walipovuka pale Yordani, mataifa yaliposikia, anasema mioyo yao ikayeyuka. Na ndio maana hata vita ya Yeriko haikupigana na upanga hata kidogo. Sijui kama unanielewa. Vita ya Yeriko haikupigana na upanga, ilikuwa ni vita ya kiroho tangu wanaanza. Na ndio maana makuhani waliweka. Kwa nini nimesema nafasi ya kifalme na ya kikuhani? Katika kitabu kile cha Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 10, ukianzia mstari wa 9, anazungumza anasema, ukamnunulia Mungu watu wa kila kabila, kila lugha, kila taifa, kila jamaa. Na anasema wale watu wote walionunuliwa wa kila lugha na kila taifa na kila jamaa. Ukikuta mahali Biblia imeandikwa jamaa, maana yake inazungumzia ukoo. Kwa maana nyingine tunaweza kusema kwamba na kila ukoo aliununua. Aliwanunua kwa nini? Kwa damu ya nini? Mwanakondoo aliyechinjwa. Lakini haikutosha tu kununua. Mungu hakutosha tu kununua, akatoa nafasi nyingine. Akatoa nafasi ipi? Akatoa nafasi ya kumfanya kuwa mfalme na kuhani. Kila aliyenunuliwa kwa damu ya mwana kondoo alifanywa kuwa mfalme na kuhani. Kwa hiyo Mungu kama Mungu katika nyakati hizi, Mungu anafanya sana katika nafasi ya kikuhani kuliko nafasi ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyakati zile za wakati kabla Yesu hajaja, nafasi nyingi zilikuwa zinatumika za kifalme. Ndio maana unakuta Mungu akitaka kutawala nchi, anamtumia mtu huyo, anaweza akatumika na kitu cha rohoni, akatumika na kitu cha mwilini. Lakini target kubwa ilikuwa Mungu anataka nafasi ya kifalme itumike. Na ndio maana hata Yesu alipokuja duniani, waliposema amezaliwa mfalme wa Wayahudi, Herode na Mafarisayo na waandishi na wazee wa kanisa na Wayahudi wakasema, huyu anataka kutunyang'anya nafasi. Wao walifikiri anazungumzia nafasi ya kifalme katika nyama, kumbe alikuwa anazungumza nafasi ya ufalme katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Na hata ukisoma Yesu toka anaanza mpaka anaondoka, Yesu hakuwahi hata siku moja kusema mimi ndio mfalme, mimi ndio kiongozi. Alikuwa anasema tu neno moja, alikuwa anaandaa mazingira ya ufalme. Ndio maana alikuwa anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Kwa sababu alikuwa anatengeneza mazingira ya ufalme, yeye akiwa kuhani. Ndio maana Yesu ni kuhani mkuu. Yesu anamaliza kazi pale msalabani, alifanya kazi ya kikuhani, lakini mashtaka ya kifo cha Yesu ni mashtaka ya kifalme. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alipoitoa damu yake kama sadaka. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza akafanya kazi katika nafasi ya kikuhani au katika nafasi ya kifalme. Lakini kwenye mstari tuliyosoma hapa, nataka uone kwamba hapa tunajifunza kitu cha kikuhani, kuvuka kwenda upande wa pili. Kikuhani, Mungu anakutazama wewe kama kuhani. Mungu ananitazama mimi kama kuhani. Mungu anaitazama kanisa kama kuhani katika nafasi ya kikuhani, kwa sababu kanisa ndio linaloweza kuruhusu Mungu apate heshima au asipate heshima, sio mfalme. Mfalme yeye anaangalia kiti chake tu. Mfalme anadili na kiti chake. Kanisa linadili na moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu ni kuhani mkuu, ndio mfalme mkuu, na ni mfalme wa mataifa ndani yake, kwa sababu nafasi ya kikuhani ndio inabeba vitu vingi, na Mungu anaitaka sana katika maisha tulionayo, hasa baada ya Yesu kufa na kufufuka. Mungu anataka tuishi katika nafasi ya kikuhani, na ndio maana watu wengi wanapambana kwenye ibada nyingi, kwenye huduma nyingi wanapambana, kwa sababu wanataka kwenda kifalme, wakati Mungu anataka huduma nyingi tuende kikuhani. Kwa nini nasema Mungu anataka tuende kikuhani?
Ukiangalia familia nyingi za Kiafrika, nyingi sana, hakuna familia ya Kiafrika ambayo imeingia maagano kifalme, iliingia maagano kikuhani. Familia nyingi sana, asilimia 99.9 nyingi ziliingia maagano kwenye miungu mingine kikuhani, hazikuingia kifalme, hazikuingia kwa kulazimishwa. Chache sana ambazo walisema nyie kuanzia leo mtaabudu milima, zilikuwa chache sana. Nyingi ambazo walisema sisi tunaenda kuomba kwenye mlima huu Mungu atupe mvua. Kwa hiyo walikwenda kuomba kwenye mlima wakitarajia mlima ndio unaotoa mvua. Maana yake wakajiconnect kwenye madhabahu za miungu mingine. Kwa hiyo wakaenda kuabudu miti, wakaenda kuabudu milima, wakaenda kuabudu ng'ombe, wakaenda kuabudu watu. Maana yake wakafungua nafasi ya kikuhani. Kwa hiyo connection ya madhabahu nyingi za mateso mengi ya watu yanaonekana katika nafasi ya kifalme, lakini lango lake ni kikuhani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Mungu anataka sisi tujue kwamba kutoka kwetu au kuvuka kwetu, Mungu anataka sana tutumie nafasi ya kikuhani, kwa sababu ndio ambayo nafasi ya kikuhani ndio inayotengeneza mahusiano ya mtu na Mungu kuliko nafasi ya kifalme. Ngoja nikwambie neno moja ili ujue. Unakuta familia zingine, wazazi wengine wanasema natamani mtoto wangu awe mchungaji kama babu yake. Wanafikiri uchungaji ni wa kupeana. Natamani mtoto wangu awe mwinjilisti kama babu yake. Na natamani mtoto wangu awe mwimbaji kama baba yake au kama mama yake. Kwa Mungu hizo hakuna. Nafasi ambayo unaweza ukatamani na mtu ukamrithisha ni nafasi ya kifalme peke yake, au nafasi ya kiti peke yake. Lakini nafasi ya kikuhani hainaga urithi. Nafasi ya kikuhani haina urithi. Na hata ukisoma kwenye Biblia, tunaposoma katika hizi habari za kina Joshua, Musa mwenyewe, Musa alikuwaga ni kuhani, lakini pia alikuwa ni kiongozi, lakini hakupewa nafasi ya watoto wake kuja kurithi kiti cha kikuhani. Kwa sababu kiti cha kikuhani, hamna kiti cha kikuhani. Kwenye ukuhani hakuna kiti. Ukikikuta kiti kwenye ukuhani, maana yake ni Mungu peke yake. Kwa hiyo kama ni Mungu peke yake, kama ni kiti cha Mungu aliye hai, maana yake ni kiti cha enzi. Huwezi kukalia kiti cha enzi wewe. Huwezi kusimamia mimi kama mimi ni msimamizi wa kiti cha enzi. Isipokuwa sisi tunaketishwa pamoja na yeye. Yesu akikaa na sisi tunaketishwa hapo hapo kwenye kiti chake. Sio sisi tunakuwa na viti. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kuhani. Kwa hiyo ukikuta mahali wanasema kuna kiti, ujue hiyo pana madhabahu ya miungu mingine. Ukikikuta kiti chochote, hata cha familia, wanasema kwamba walimkalisha kwenye kiti. Kile kiti hakina shida, alikalishwa tu. Hicho kiti ukikuta, utakuta kuna miungu yoyote iko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nirudi kwenye neno, sitaki niende huko. Nataka uone kwamba katika nafasi hii Joshua tunaona pamoja na wana wa Israeli walivuka Yordani baada ya makuhani kusimama katikati ya mto Yordani, kwa sababu wao ndio walikuwa kisababishi cha wao kuvuka. Kwa hiyo mahali popote ulipo, mtoto wa Mungu, kumbuka ukishaokoka umenunuliwa na umepewa nafasi ya kuwa mfalme na kuhani. Kwa hiyo kumbuka, muda mwingi unapoongea na watu, unapofanya jambo, wewe ni kuhani. Ukikosea tu watu wanalifuata hivyo hivyo. Na kama ni kuhani, maana yake unaweza ukawalisha kitu hicho. Unaweza ukawa kuhani kwa Mungu aliye hai au kwa Mungu ambaye asiye hai. Kwa hiyo lazima uwe makini kujua kwamba mahali hapa ninapoongea na watu, jambo hili ninalofanya, au mahali hapa ninapotaka kumwabudu Mungu, nimesimama katika nafasi ya kikuhani, lakini pia kwenye kipawa cha kumwabudu Mungu, cha kumwimbia Mungu. Kwa hiyo kama kwenye nafasi ya kikuhani, kwenye kipawa cha kumwimbia Mungu, watu wanavuka, watu wanaingia patakatifu au hawaingii patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo basi, kama unaenda kwenye huduma na watu unaona hawaingii, unafundisha watu hawadaki neno la Mungu, unaomba watu hawafunguliwi, unaimba watu hawapenyi, hawaingii, maana yake kuna mahali katika nafasi ya kikuhani kuna kitu kimepungua. Na kuhani siku zote nafasi yake kubwa ni nafasi yake ni ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata hawa makuhani, ishara ya kwamba walipokuwa wamesimama pale, nakumbuka wana wa Israeli walikuwa wengi, walikuwa zaidi ya watu 2000. Taifa walikuwa wanavuka pale, na Biblia ilikuwa ikihesabugi wanaume. Ukisema wanaume 2000, kumbuka kuna wanawake, kuna watoto. Kwa hiyo unaona taifa la Israeli walisimama, wameshikilia sanduku la agano, kuwa waaminifu kwenye nafasi zao. Wewe kama kuhani, kuwa mwaminifu kwenye nafasi yako. Sio kasema natamani kuimba wimbo fulani, natamani kumwombea, yani
uwe mwaminifu kwenye nafasi uliowekwa, tena kwa maelekezo na Mungu. Mungu amekuweka kwamba kaa hapa, simama hapa, hakikisha watu wanavuka. Sio kasema nimechoka. Huyu mtu mwenyewe kila siku namfanyia counseling avuki. Kila siku namwambia habari za Mungu avuki. Mimi nimechoka. Mungu anakutazama kama kuhani. Wewe ndio umebeba sanduku. Ukiliachilia sanduku huyo mtu avuki. Ukiliachilia sanduku hayo maji ya Yordani yanakuja. Maana yake mtu hatavuka na wewe hautavuka, utabebwa na maji ya Yordani. Bwana Yesu asifiwe sana, watoto wa Mungu. Haleluya. Nimezungumza kwa kirefu kidogo, lakini nataka nikwambie kwamba tunapoenda kuvuka kwenda mwezi mwingine, jitathmini ndani mwako. Jitathmini ndani mwako, wewe ni kuhani. Jitathmini kwenda mwezi mwingine. Wangapi wanavuka kupitia wewe? Wangapi wanamuona Mungu kupitia wewe? Wangapi wanampenda Mungu kupitia wewe? Wangapi wanasema tunamtaka Mungu wa fulani? Wangapi ambao wanasema mimi natamani huyu Mungu wake niwe naye? Kwa hiyo ni kipindi cha kujitathmini. Kama nimeenda muda mrefu na kuna watu wamevuka, maana yake mimi niliyesimama hapo katika kivuko sijawaruhusu watu kuvuka. Sijaruhusu nguvu za Mungu kuonekana, kwa sababu ndani yako ukishabeba sanduku la agano, maana yake nguvu za Mungu zikiwa ndani yako, hakikisha watu wanavuka. Hawa watu walikuwa waaminifu kuhakikisha zile nguvu za Mungu zinasimama pale mpaka wanavuka. Uwepo wa Mungu unasimama pale mpaka wanavuka. Unakuta waombaji wanasema kwamba huyu tumemwombea toka asubuhi hajafunguliwa, hebu ngoja tumuombe tu Mungu amrudishie ufahamu aende nyumbani afu atarudi kesho tena. Ukishajua hivyo, maana yake huyo mtu hajajua nafasi yake na thamani ya nafasi ambayo Mungu amekuweka na nguvu ambazo Mungu amekubebesha, kwa sababu wewe ni kuhani. Nguvu alizokubebesha Mungu, anatarajia hizo nguvu watu wavuke. Kwa hiyo kama kuna nguvu kidogo, maana yake lazima nirudi kwa Mungu kwamba Mungu, ninaomba nijaze nguvu, nijaze nguvu. Lazima urudi kwamba Mungu, nijaze nguvu. Kuto kukubali, kuto kuchukulia hali ya kawaida kwamba madam Mungu ananisikia inatosha. Hapana, kuwa na muda wa ziada. Ndio maana katika kitabu kile cha Isaya 55 anasema mtafuteni Bwana madam anapatikana. Unaona anasema madam, ukilikuta neno linasema madam anapatikana, kwamba Mungu yupo. Ongeza bidii ya kumtafuta, fanya bidii. Maana yake nguvu za Mungu ni muhimu ziongezeke ndani yetu, kwa sababu sisi tumebeba masanduku ya agano ya Bwana. Kwa hiyo kama sanduku la Bwana la agano hakuna nguvu za Mungu, kuna haja gani ya kuhangaika na sanduku la Bwana? Nilimwambia mtu mmoja nikasema hivi, kama naenda kuhudumu alafu Mungu uendi na mimi, kuna haja gani ya kwenda? Siendi huko. Kwa sababu gani? Siendi na sanduku la agano, naenda peke yangu. Kama Mungu wewe uendi na mimi, kwa nini niende huko? Kwa nini nikahangaike huko? Kwa nini nikajiende huko nikaseme Mungu yuko hapa? Maana watu wengi wamesimama madhabahuni wameongea uongo. Utasikia naona Mungu yuko hapa, naona uwepo wa Mungu hapa, naona malaika wanashuka hapa na kupanda. Wengi wameongea uongo. Kwa sababu gani? Hatujawa na kiu na hamu ya kutaka sanduku la Bwana lionekane ndani yetu, nguvu za Mungu zionekane ndani yetu, ambazo zitasaidia. Nilipofundisha lile somo la siku chache zilizopita kwa watu wachache ambao walikuwa wanafuatilia ile somo la Daudi alipopakwa mafuta, Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Samuel, Daudi alipopakwa mafuta, anasema Samuel alipomtia mafuta, anasema Roho wa Bwana akamjilia kwa nguvu ndani yake. Alafu Roho wa Mungu alipomjilia kwa nguvu ndani yake, ndipo wakajua watu wa kule, wale waliokuwa karibu na Sauli, wakajua kwamba kuna mtu ana nguvu za Mungu ziko ndani yake. Akipiga kinubi mapepo yanatoka, nguvu za giza zinaachia. Lakini mwanzoni alikuwa anapigaga kinubi kule wakati anachunga, isipokuwa kulikuwa hakuna mafuta ya kumtambulisha kwamba huyu ni mpiga kinubi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba alikuwa anapiga kinubi akiwa anachunga kondoo, anapiga kinubi huko, lakini mafuta hayakuwepo ndani, hayakuwepo juu yake, hayakumtambulisha. Tatizo lilikuwa ni mafuta kumtambulisha. Yesu Kristo asifiwe sana. Natamani uone kwamba kuna namna ambayo Mungu anataka uone kwamba mimi ni kuhani, wewe ni kuhani. Tunapoenda kuvuka kuingia mwezi mwingine, wangapi watavuka? Wangapi watabaki? Wangapi ambao watakwama, watasema mimi sivuki? Nani amesababisha? Mimi, watu wanaonitazama, wananitazama wewe, watu wanaokutazama, watu wanaokufuatilia wewe, kwamba tunampenda Mungu wako. Wangapi wamevuka? Wangapi wamekwama? Kiwe ni kipindi cha kujihoji na kujitathmini kwamba Mungu, yawezekana nimesimama hapa sijawa mwaminifu, sijabeba sanduku la agano, sina nguvu za kutosha kuhakikisha watu wanavuka.
Mungu nisaidie. Hiki ni kipindi cha Mungu kukusaidia. Hizi ni nyakati za Mungu kutusaidia kuwa na nguvu za Mungu nyingi, ili watu wakija, wakitaka kuvuka wavuke, wakiuliza maswali wapate majibu, wakitaka msaada wapawe msaada, wakitaka kumwona Mungu wamwone Mungu, wakitaka kuona ushindi waone ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwe ni kipindi ambacho cha kujihoji na kujitathmini kwamba Mungu, ninawavusha watu au siwavushi? Watu wanavuka kupitia kazi inayofanya au hawavuki? Watu wanakasirika mahali nilipo ofisini au nimekuwa baraka? Nimekuwa kikwazo mahali ninapofanya kazi, ninapofanya biashara nimekuwa kikwazo au nimekuwa baraka? Mungu, nimekuwa kikwazo katika kanisa au nimekuwa baraka? Mungu, uimbaji wangu umekuwa kikwazo, umekuwa baraka? Mungu, mimi nimekuwa kikwazo au nimekuwa ni neema kwa watu wengine, kumekuwa na heri? Hayo ni maswali ya kujiuliza, kujioji na kujitathmini, kwa sababu wana wa Israeli kitendo chao cha kuvuka wote katika mto Yordani kilikuwa kinategemea makuhani wamekuwa na uaminifu kiasi gani kwenye kusimama katikati ya mto Yordani, tena kwa kulibeba sanduku la agano kwa muda wote, kuhakikisha wote wanavuka. Tunapoenda kuvuka miezi hii, mwezi huu, miezi mingine inayokuja na kumaliza mwaka na kuingia mwaka mwingine, je, mimi nimekuwa sababu ya watu wengine kuvuka kwenda kumwona Mungu, au nimekuwa sababu ya watu wengine kuona huko tunakoenda tuna mijitu huko itatutafuna? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupe neema, Mungu anipe neema. Tunapoenda kuomba kwa ajili ya nafasi hii, kwa ajili ya watu kuhakikisha wanavuka, wewe ambaye ni mwimbaji, wewe ambaye ni kiongozi wa kuabudu, wewe ambaye ni kiongozi wa sifa, je, watu wanavuka wanaingia patakatifu au wanaishia ua wa nje tu? Wanaingia patakatifu? Je, hilo sanduku la agano linawafanya watu waingie patakatifu au tumebaki tu na maneno? Je, umekuwa ni sababu ya watu kuvuka? Umekuwa ni sababu ya watu kuingia patakatifu au watu wameishia hapo? Mungu anataka watu waingie patakatifu. Kama kanisa, kama taifa, tunahitaji watu kuwavusha, wavuke na kuingia patakatifu, wakamwabudu Mungu huko patakatifu, wakamtukuze Mungu hapo mahali patakatifu. Watu wameshindwa kumheshimu Mungu kwa sababu mimi niliyesimama hapa katika nafasi ya kikuhani sijawa mwaminifu. Hilo sanduku la agano lililobeba halina nguvu za Mungu, kwa hiyo ninaonekana tu mtu wa kawaida. Hata nikiomba sema jamani, haya tunaenda kumwabudu Mungu, wanaona tu kama nacheza. Mtu ananyanyua simu anaanza kuchati, ukianza kuimba watu wananyanyua simu wanaanza kufanya selfie. Kwa nini? Kwa sababu gani? Nguvu za Mungu, sanduku halipo. Sanduku la agano la Bwana ulilonalo, nguvu za Mungu hazimo ndani yake. Maana yake hujabeba sanduku la Bwana. Sijabeba sanduku la Bwana. Kama unaona fahari wakati unamwabudu Mungu, alafu watu wako bize na picha, wako bize na kupiga picha, wako bize na selfie, maana yake kuna kitu kimepungua mahali hapo. Sio ukasema ni watu wenyewe, kwa sababu wewe ndio kuhani. Biblia inasema vile alivyo kuhani ndivyo watu wake walivyo. Kwa hiyo wewe ukisimama mbele kuwaongoza watu, kwa sababu watafuata tabia yako, watafuata ulichobeba, watafuata ulicho nacho. Ukiongozana na mwizi utakuwa mwizi. Kwa hiyo watu wakisema kwamba tunaenda kumwabudu Mungu, alafu wewe ukaeta mzaa katikati ya kumwabudu Mungu, nao watafanya mzaa. Usitegemee kuona nguvu za Mungu zitaonekana, hakuna. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali wewe kama kuhani haujawa mwaminifu, haujasimama kwa uaminifu, haujasimama kwenye zamu kama makuhani waliosimama kwenye hii mto Yordani katikati. Tena Biblia inasema walisimama katikati, maana kulikuwa na maelekezo. Kama Mungu anataka usimame mahali hapa, usijichagulie wewe, usijitafutie wewe unasema kwamba unajua watu wanapenda sana nyimbo za namna hii. Hapana. Kwa sababu gani? Mungu ametaka uimbe hizi, kwa sababu hapo ndipo Mungu amekusimamisha. Simama hapa katikati. Hapa ndipo watu watakapovuka, unachagua wimbo wa kwako. Watu kwenye ibada anataka waulize watu, niimbe wimbo gani? Tuimbe wimbo gani? Au unasikia watumishi wa wachungaji au watumishi Biblia wanasema kwamba hebu imbeni wimbo fulani ninaoupenda mimi. Sio Mungu anaoupenda, wao wanaoupenda. Kwa nini? Kwa sababu hatujajua nafasi ya kuhani katika kusimama katika nafasi ya kuhakikisha watu wanavuka. Ungejua nafasi ya kuhani kwamba mtu anatakiwa avuke Yordani na akamshangilie Mungu, akamtukuze Mungu, ni ya muhimu sana mimi kuhani kuhakikisha watu wanavuka. Kama sijajua, maana yake naweza kufanya chochote, nikafanya tu mzaa wote, nikaongea chochote madhabahuni, nikasema neno lolote. Kwa nini? Kwa sababu sioni thamani, sijui nafasi yote, sijajua umuhimu wa sanduku nililobeba la agano.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tujue umuhimu wa sanduku la agano tulilobeba. Kila mtu ajioji, ukiwa na familia yako wanavuka? Au unasema kwamba mimi watoto wangu huwa nawaacha kwanza, siwezi kuwabana, wawe huru waangalie tu tamthilia, wawe huru tu waangalie TV. Sikiliza nikwambie, wewe ni kuhani mahali ulipo nyumbani kwako. Ukiacha watoto wako hawajavuka, maana yake hujatoa thamani ya sanduku la agano ulilobeba. Unasema watoto waache watoto waangalie tu michezo yao. Hakuna, lazima ifike mahali kuhani uwe mwaminifu na usimame kwa uaminifu kwenye zamu. Tena usimame mahali Mungu alipokuweka. Usije ukatoka eti kwa sababu unajua mtoto huwa anazila chakula, nikimsema huwa anazila anaondoka. Sikiliza nikwambie, ungekuwa umejua kama umebeba nguvu za Mungu ndani yako, sikiliza, huyo mtoto angeogopa utiisho, angevuka tu, angevushwa. Kwa nini? Kwa sababu utiisho wa Mungu ungemvuta kwamba wewe, sikiliza, hapa utavuka kuingia katika nchi nyingine, kuingia katika ng'ambo nyingine, kwa sababu mimi ni kuhani, niko hapa, sitoki hapa mpaka umevuka. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi ambao wanasema sitoki hapa mpaka umevuka? Mpaka amevuka mtoto wangu, mpaka amevuka ndugu yangu, mpaka amevuka jirani yangu ambaye hajaokoka. Sitoki hapa mpaka amevuka. Sitoki hapa mpaka watu wamevuka kanisani, kuingia kwa mazoea kanisani hakuna. Sitoki hapa mpaka wamevuka. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Natamani ndani mwako iwe hiyo hali, kuwa na wivu, kuwa na hamu, kuona watu wanavuka. Anavuka kila mtu anayekuja kwako kukuuliza swali, avuke, kwa sababu wewe ni kuhani. Hiki kitabu tulichosoma, mstari wa Joshua, ngoja nirudie tusome, naona uone kitu kizuri sana. Hii Joshua mlango wa 3 mstari wa 17 anasema, na hao makuhani waliochukua sanduku la agano la Bwana wakasimama imara mahali pakavu katikati. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakasimama imara mahali pakavu katikati ya Yordani. Anasema Israeli wote wakavuka katika nchi kavu. Kwa hiyo watu kwenda nchi kavu wanakutegemea wewe. Watu kwenda katika nchi ya kucheza na kumshangilia Mungu na kumsifu Mungu wanakutegemea wewe. Anasema hivi, hata taifa lile lote likaisha kuvuka Yordani. Kwa hiyo taifa linaniangalia, Israeli wananiangalia kuvuka kwenda pakavu. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni kuhani. Umebeba sanduku la agano la Bwana. Umebeba sanduku la agano la Bwana. Thamani ya sanduku la agano la Bwana ni umuhimu. Hawa makuhani walijua thamani ya sanduku la agano la Bwana, wakajua thamani ya ukuhani wao, wakajua umuhimu wa kukaa kwenye nafasi yao, wakajua umuhimu wa kutii maelekezo. Mungu atupe neema hii. Nimefundisha kwa kirefu somo hili, lakini nataka uone kwamba thamani ya sanduku la agano uliolibeba. Mtu yote aliyeokoka amebebeshwa sanduku la agano la Bwana. Mtu yote aliyeokoka amebebeshwa sanduku la agano la Bwana. Thamani ya sanduku la agano la Bwana, kujua thamani ya sanduku la agano la Bwana kwa mtu yote aliyeokoka. Mtu yeyote aliyeokoka, thamani ya sanduku la agano la Bwana na thamani ya nafasi ya kikuhani uliopewa, ambayo tumesoma katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 5 mstari wa 9 na wa 10. Ule wa 10 anasema, ukamnunulia Mungu ukawafanya watu kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki katika nchi. Huwezi kumiliki katika nchi kama hujajua thamani ya ufalme na ukuhani, kwa sababu kilichowafanya wavuke hawa na Waisraeli kwenda nchi kavu ni hawa makuhani. Walijua thamani ya ukuhani, walijua thamani ya sanduku la agano, walijua thamani ya nafasi walionayo. Ndio maana wakavuka, Israeli wote na taifa lote wakavuka nchi kavu. Mungu atupe neema kujua thamani ya sanduku la agano, thamani ya sanduku la agano, kujua thamani ya sanduku la agano, thamani ya ukuhani kwa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana, na Mungu akubariki sana. Ninaomba tuende tuombe kwa ajili ya neno hili, na ndani mwako tuwe na kipindi cha toba, kwamba Mungu, yawezekana nilikuwa nachukulia kawaida, kumbe mimi ninatakiwa kuwavusha wengi sana. Wengi wanatakiwa kuvuka, wengi wanatakiwa kuvuka kupitia mimi. Kama ni mwimbaji, kama ni kiongozi wa kuabudu, wa kusifu, kuna watu hawajaenda kumsifu Mungu patakatifu, maana yake mimi ndio nimesababisha. Kuna watu hawajaenda kumwabudu Mungu mahali patakatifu, mimi ndio nimesababisha. Kuna watu hawajaenda kusujudu mbele za Mungu, mimi ndio nimesababisha. Kuna watu hawajaenda kuanguka mbele za Mungu, mimi ndio nimesababisha. Mungu atuwekee hiyo hali ya wivu, kwamba Mungu
ninaomba unisamehe. Mungu, ninaomba unisamehe. Sijahakikisha watu wamevuka, sijaruhusu watu wamevuka. Kwa nini? Sikuona thamani ya nafasi yangu, sikuona thamani ya sanduku la agano ulionipa, sikuona thamani ya nafasi yangu ya kikuhani, sikuona thamani ya nafasi ulionipa Mungu, sikuona thamani ya maelekezo ulionipa Mungu. Ninaomba unisamehe. Mungu, ninaomba unisamehe. Twende mbele za Mungu, mtoto wa Mungu, kumwambia Mungu nisamehe. Mungu nisamehe kwa sababu sijaona thamani. Twende mbele za Mungu, mtoto wa Mungu. Rabo shanda rabasiki kiriabo saka rima saka karabasiki. Mungu liye hai, ninaomba unisamehe Bwana, ninaomba unirehemu Bwana. Baba, nisamehe katika damu ya Yesu. Rabo shaka rabasiki kiriabo saka. Mungu nisamehe Bwana kwa kutokujua kwamba Mungu umeniweka katika nafasi hii Mungu, nafasi yangu ya ukuhani. Baba, nisamehe Mungu liye hai. Mungu nirehemu katika jina la Yesu. Ninatubu kwa damu ya Yesu. Mungu, samehe kanisa la Tanzania. Samehe Mungu kanisa la Tanzania. Samehe Mungu waimbaji wa kusifu na kuabudu. Mungu, samehe Mungu wachungaji, walimu, Mungu wainjilisti, Mungu mitume na manabii. Samehe Mungu waombaji, ushers, Mungu ambao Bwana wanafanya kazi katika madhabahu. Mungu, turehemu katika jina la Yesu. Tusamehe kwa damu ya Yesu. Maana Mungu hatujasimama kwenye nafasi hii sawa sawa Bwana ya uwakili katika damu ya Yesu. Rikaba shandarabasiki kiriabo saka. Roho Mtakatifu uturehemu, utusamehe Bwana, utuhurumie Baba. Mungu, samehe kanisa letu Bwana, samehe kanisa la Tanzania, samehe makanisa ya ulimwengu Bwana. Baba Mungu, umetoa nafasi Mungu kwamba Mungu tumeshindwa kuitumia sawa sawa. Uturehemu katika jina la Yesu. Tusamehe katika damu ya Yesu. Mungu, ulinipa nafasi Mungu ya kuwa kuhani, kusimama kwenye zamu yangu, lakini Baba sijasimama kwa uaminifu. Nirehemu Baba. Rikabo sakari ya mashandara basibi rabo shenderi ya basaka. Mungu, tusamehe, tusamehe katika jina la Yesu. Tusamehe katika damu ya Yesu. Mungu uliyejaa huruma, uliyejaa neema Bwana. Mungu, turehemu Baba. Rehemu Mungu kanisa lako. Rehemu Mungu waimbaji. Rehemu Mungu wabeba ibada. Mungu, rehemu Mungu wabeba ibada. Mungu uliobebesha ibada za kuabudu. Mungu, tumekuwa tuna matakwa yetu Baba. Tumetaka tu vitu vyetu Baba. Wakati mwingine Mungu tumefurahi watu wakitushangilia, kumbe Mungu hawaingii patakatifu. Rima sakari ya boshandara basiki. Mungu, turehemu Baba. Samehe Mungu, tusamehe Bwana. Mungu, tumetaka kujua Mungu tuna viewers wangapi. Mungu, tumetaka kujua watu wangapi wamefuatilia. Mungu, tumeshangilia watu walipotufuatilia Mungu, lakini Mungu hawajaingia patakatifu. Hawajaingia mbele zako Bwana kuja kukusujudu. Hawajaja mbele zako Bwana kuja kuinama mbele zako. Mungu, hawajaja kukuabudu. Mungu, hawajaja kukuinua. Kwa sababu Mungu, mimi niliyesimama mahali hapa Bwana, sijahakikisha Mungu wamekuja kukuinua. Rima sakari yabo shandara basibi. Katika kazi ambayo Mungu umenipa Bwana, ofisini mahali nilipo Bwana, watu Mungu hawajavuka Mungu, hawajavuka Mungu kwenda ng'ambo nyingine Baba. Bado Mungu wako pale pale tu Bwana. Wanasema tu huyo mlokole, huyo ni mlokole tu Bwana. Lakini Mungu hawajaona thamani Mungu ya sanduku la agano nililobeba. Kwa sababu mimi mwenyewe Mungu sijaliona thamani Baba. Rika boshandara basiki rabo shenderi abasaka. Mungu hawajaona thamani ya ukuhani nilionao. Kwa sababu mimi mwenyewe Mungu sijaona thamani ya ukuhani. Mungu nisamehe, utusamehe Bwana. Turehemu Baba. Rima sakari ya boshandara basibi. Mungu, kwenye biashara tusamehe Bwana. Kwenye biashara ambazo Bwana tunafanya Mungu, watu Mungu hawajaona Mungu, wala Mungu hawajavuka, wala Mungu hawajavuka kwenda hatua nyingine. Kwa sababu Mungu mimi nimesababisha. Mungu, nimekuwa kisababisho. Rika basakari yabo. Mungu, tusamehe Bwana. Tumekuwa kisababisho Bwana katika kazi tunazofanya Bwana. Watu Mungu hawajavuka. Mungu hawajakuhitaji, hawajaona Mungu neema yako, hawajaona uzuri wako, hawajaona pendo lako, hawajaona ukuu wako Bwana, hawajaona uzuri wako Baba. Rima sakari ya boshindiri ya masaka. Mungu, rehemu Bwana kanisa lako. Rehemu Mungu watoto wako. Turehemu Baba. Rika bashandara basikiri yabo. Mungu, kila mmoja Baba katika familia zetu Bwana, hatujawa Mungu makuhani waaminifu Bwana, kusimama kwa uaminifu, tena kusimama imara Mungu kwa ajili ya familia Baba. Hata Mungu tumewaogopa watoto Bwana. Tunasema mtoto huyu Mungu atazira, tukifanya hiki atazira. Kwa sababu tu Mungu hatujajua thamani ya sanduku Bwana tuliyobeba Baba, thamani ya nguvu zilizomo ndani ya sanduku la agano.
riba shakarabasibi. Hatujajua thamani ya nguvu za sanduku, nguvu ambazo Mungu zimo ndani ya sanduku Bwana. Hatujajua thamani Mungu ya wokovu tuliobeba Baba, kwa sababu wokovu tulionao Mungu unatakiwa Mungu kuwa chachu kwa kila mtu tuliye naye Baba, kila mtu tunayeonana naye Mfalme. Mariaba sakarabusiki ramashindiri ya sakarabasibi. Mungu turehemu, turehemu katika jina la Yesu. Rehemu Mungu wetu, tusamee Baba, tusamee Mungu wetu, utusamee Baba. Rikaba sakariamo shindiriama rabasiki kiriamo shindiriama sakarabasibi. Mungu tusamee Bwana, tuhurumie Yesu, tuhurumie Mfalme wa amani, tuhurumie Baba. Rehemu kanisa lako Baba. Mungu alijawa chachu, Mungu alijawa daraja, Mungu hatujawa kisababishi Bwana cha watu wengine Mungu kuvuka, kukuona we Mungu, kukutaka we Mungu, kukaa na we Mungu, kukuheshimu we Mungu. Riba sakariamo shitiri ya masaka rakabo shindiri ya masaka. Mungu turehemu, turehemu katika damu ya Yesu, turehemu katika damu ya Yesu. Utusamee, utusamee Bwana, utusamee katika damu ya Yesu. Riba shakarabasiki bariabo sekekeri ya masaka ori ya masaka rabasibi. Yesu tusamee. Damu yako Mungu, damu yako Bwana, ambayo Mungu Bwana inaweza kuturehemu Bwana na kutusafisha Bwana na kutuondolea mashtaka Bwana, mashtaka Mungu na hukumu Bwana, ili Mungu turudi kwenye nafasi zetu za kikuhani. Rabo shatarabasiki bariaka bosekeri ya mashandarabasibi. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Msamaha wako Yesu, msamaha wako Bwana, msamaha wako Mungu uliye hai, msamaha wako uliye hai. Riba shakarabasibi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rakabo shindiria mosaka sheteria masaka rabasibi. Kwa jina la Yesu tusamehe Baba, tusamehe Mungu wetu, tusamehe Yesu, tusamehe Yesu, tusamehe Yesu. Yesu